Karibu katika episodi ya 4, tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia. Bidada Jian aliweza kushtukia kwamba huyu jamaa isije ikawa ni mpelelezi, kwa sababu si mara ya kwanza anakutana naye. Siku tu Mwamba alipopelekwa kituo cha polisi, hatari zikaanza kumzingira bidada. Siku leo alikuwa amehisi kwa mbwa wake alikuwa kibweka sana, na wafanyakazi wengine wakiongozwa na idara kuu kabisa ya ulinzi na usalama hapa ndani wakakusanya barua zao na kuzileta kwa huyu mwanadada na kumwambia kwamba wote tuko tayari kuacha kazi kwa sababu mweza kumfunga ndani. Lakini Butler akasema kuwa kama ukisaini au ukiidhinisha hawa wafanyakazi kuweza kuacha kazi itakuwa ni hatari zaidi, kwa sababu nyumba itakuwa ni tupu na kiwa na hakuna atakayeweza kupikia wala kukulinda kwa wakati huo. Lakini bidada G anajali sasa, akawatimua kazi wote kwa wakati huo huo. Alafu akamchukua mbwa wake kisha akampeleka tena hospitalini, lakini wakati wote walikuwa kitilika machozi kwa sababu kila mtu katika maisha yake ni kama msaliti tu. Lakini pia ile video ambayo shangazi mtu Sunja alikuwa amesambaza katika mitandao ya kijamii ikimuonesha bidada akiwa anakataa siku yake ya kuzaliwa ilitapakaa sana katika mitandao ya kijamii. Kikao cha bodi ya wakurugenzi kikaamua kwamba bidada lazima aombe radhi kwa wakurugenzi, lakini pia wafanyakazi wengine. Lakini Juu alikuwepo katika maeneo hayo akasema kuwa bidada hana haki ya kufanya hivyo kwa sababu yeye kuomba kitu chochote katika sherehe yake. Lakini bidada G alipofika tu katika maeneo ya ofisini akagundua kwamba jamaa anayefanya hayo yote ili kuweza kumsababisha bidada aweze kurudi katika ule mchezo wake. Mwamba akasema hapana, sikufanyii hayo ili uweze kurudi katika mchezo, nilikuwa nahitaji tu ni kwamba kulinda heshima yako pia. Lakini bidada akasema hapana, usinijali mimi hata kidogo. Akachukua kama milioni 1 hivi mfukoni na akampatia Mwamba, akasema asante kwa msaada wako ulioweza kuonesha pale ofisini, inatosha. Sasa dakika hizo bidada ametoka kutoka katika eneo hilo la ofisi. Mwamba Dani ndio alikuwa anapita naye katika mitaa hiyo, akashangaa kuona kwamba chini kulikuwa kuna pesa nyingi. Kumbe Mwamba kupokea ile pesa na bidada kama itupa chini. Mwamba akahesabu masifuri ya kuyamaliza. Mwisho wa siku akaamua sasa kuchukua ile pesa kisha akawa anarudi kule katika eneo la kanisani ili aweze kulala. Lakini kiongozi wa malaika akamtibua vibaya sana na kumwambia kuwa hautakiwi kabisa kulala hapa kwa sababu umebakiwa na siku 83 tu. Kumbe ile kurushwa kwa Mwamba mwisho wa siku ikasababisha aweze kuiangusha ile pesa yake. Sasa mchana njaa imemkaba kinazi, yani anatembea katika mitaa na gundua kwamba kuna vitu vitamu vinauzwa lakini hana pesa. Ila katika hiyo mitaa akasikia kuna honi fani kwa kigongwa. Kumbe ni Mwamba Juu alikuwa akimlazimisha bidada kumpakia katika gari yake, lakini bidada alikuwa hataki msaada kabisa kupakiwa katika gari. Akawa anamshangaa tu jamaa namna gani anampambania bidada. Ile time bidada amefika nyumbani nyakati za usiku, mtu wa delivery alikuja na barua moja nzito sana. Hii barua ilikuwa inasema kwamba yule shangazi mtu kuanzia sasa hivi atakuwa ni mkurugenzi mkuu katika kampuni kwa sababu huyu bidada bado hajapona. Lakini bidada Jian akampigia shangazi yake akamwambia, unanifanyia hayo yote kwa sababu ni kipofu na unahisi sina uwezo. Sasa nitarudi katika stage na kuendeleza kucheza kama kawaida. Akatoka nje na kwenda kumtazama mbwa wake, lakini alipokuwa anazidi kumsogelea akafa tu akajikuta ameweza kujikwaa na kuanguka. Lakini alipokuwa chini akaanza kujisemea kwamba najua wewe Malaika Dani ulikuwa unanisaidia lakini nimekusahau kabisa, mpumbavu wa mwisho. Yaani wewe ni mtu wa kunichunguza mimi, sawa tu. Butler aliendeza uchunguzi hapa ndani na mwisho wa siku walikuja kugundua kwamba mtu aliyekuwa anafanya matukio yote ya kipelelezi kumbe alikuwa ni mlinzi mwingine kabisa, na akaja kugundua kwamba yule Angel Dani alikuwa afani kabisa uchunguzi. Simu ikapigwa moja kwa moja kwa Malaika Dani na moja kwa moja akarudishwa ndani ya nyumba, kisha akaanza kumfanyisha bidada mazoezi kwa sababu bidada anatakiwa kuanza kuhudhuria vikao vya ofisini kule. Lakini kadri wanavyozidi kufanya mazoezi hali ikawa inageuka, mazoezi ikawa ni kama mazoezini, wakiangukiana hivi wanatazamana hivi namna fulani. Mwamba akijikuta wakati mwingine amepiga pozi fulani kama wako kitandani, yani kuna namna fulani hivi mapozi yao yakawa yanatatanisha sana. Lakini pia ili kumfanya bidada miguu yake iweze kukaa vizuri zaidi akaanza kumpandisha katika maeneo ya ngazi nyingi sana. Lakini hapa juu kuna jengo ambalo ukienda kuzungumza baadhi ya maneno inaaminika yanakwenda kutokea kweli siku za mbele. Kumbe Mwamba Juu naye alikuwa kando kidogo ya maeneo hayo, akawa ameomba kuongea na huyu Mwamba anayefahamika kama Malaika Dani. Aisee, ni kama vile alikuwa amekatisha bidada asije kaenda kuongea maneno yoyote na huyu Mwamba katika eneo hilo la kuishi. Basi akampigisha Mwamba stori nyingi na kumsaulisha kabisa kwenda kule kwa bidada. Baada ya bidada kumaliza ibada yake akawa anatoka ndani na kuja kugundua kwamba hapa viatu vyake vilikuwa vimetoweka. Mwamba Malaika Dani wazo la haraka ilikuwa ni kwenda kuvitafuta viatu vya bidada, lakini Mwamba Juu alipobakia hapa akajifikiria na kumshawishi bidada kwamba ambebe mgongoni. Bidada mwanzoni alikataa, lakini baadaye akawa amekubali na kubebwa mgongoni, kwani kuna tangazo lilikuwa linatangazwa kwamba eneo hilo linakwenda kufungwa muda si mrefu. Bidada akawa ameketi mgongoni pa Mwamba Juu na kisha akawa anaelekea moja kwa moja katika gari, lakini alipofika tu jirani na gari Mwamba akawa anatandika leso zake na bidada anakanyaga juu yake. Hii sini nzima ilikuwa inashuhudiwa na huyu Malaika Dani na akapata wivu sana, huku mwanamama Sunja kama kawaida jitihada zake za kuhakikisha kwamba bidada G hapati kitu chochote katika kampuni basi zikawa zinaendelea. Siku leo akawa ametangaza kwamba bidada ana hali mbaya sana kiafya, hivyo yeye ndo atakuwa mkurugenzi mkuu katika kampuni hii. Lakini dakika hizo hata kabla hajahitimisha kuyatangaza alikuwa akiyasema, ghafla tu bidada G akawa anaingia ndani ya ofisi. Kila mtu alibaki amedoa tu. Kwa nini madam alikuwa anasema afya yake si nzuri lakini bidada anaendelea vizuri? Bidada Jian hakuwa na maneno mengi, akasema kuwa niko fiti kiafya, niko fiti kiakili na niko fiti katika namna yoyote ile. Niko tayari kuingia katika upambano huu wa kuhakikisha kwamba kampuni inaendelea kusimama. Shangazi mtu Jian akamfuata bidada na kuanza kumfokea kuwa kwa nini unaigiza? Wewe hali yako ni mbaya bana. Bidada akasema niko vizuri kabisa, alafu na kuagiza kuniletea kila rekodi zote za mapato ya kampuni kama ambavyo inapaswa. Kumbuka kwamba mimi ni kiongozi
kiongozi wako. Na huku upande wa pili, baada ya bidada kurudi nyumbani nyakati za usiku, akawa anamkabidhi bana bidada kawaini fulani hivi kekundu. Bidada akasema asante. Mwamba akauliza umesemaje? Bidada akasema nimesema asante. Kwa mara ya kwanza bidada anashukuru. Alafu akamwomba malaika Dani aweze kufumba macho yake. Jamaa alipoweza kufumba macho, yeye ataka kumkisi katika shavu. Ghafla tu Mwamba akawa amegeuka na wakajikuta wamepiga mouse to mouse. Mbaya zaidi ni kwamba hii scene nzima Mwamba Juu alikuwa akishuhudia yote kwa mbali. Lakini jambo la kushangaza, eti kivuli cha Mwamba Juu na chenyewe kilikuwa kina kama mabawa. Inawezekanaje jambo hili? Lakini wakati huo mvua ikaanza kunyesha. Malaika Dani akakimbia akihofia mbawa zake zisije kuonekana. Lakini kipengele ni kwamba ni kwa nini Juu kivuli chake kinaonekana kuwa na mabawa? Je, na yeye ni malaika au la? Hasa bidada anabaki anashangaa, amebakia peke yake analoa katika mvua, alafu Mwamba ameweza kumkimbia. Hii inawezekanaje? Akawa analalamika kweli. Lakini huko upande wa pili tunaonyesha kwamba yule kiongozi wa malaika akaweza kumchomoa Mwamba sehemu fulani. Lakini bidada akiwa anaendelea kuimba ngonjera zake kama zote, akimtupia matusi kama yote yule malaika, akashangaa kuona kwamba kuna kama mwamvuli ulikuja kando yake. Ili kutazama kando yake, anakuja kugundua kwamba ni Mwamba Juu alikuwa ametimba kando yake. Ikabidi kumchukua na kumrudisha mpaka nyumbani. Aliporudi tu anaanza kumpigia simu Angel Dani, lakini bado Mwamba Dani anagoma kuweza kupokea simu. Anaogopa ataongea nini na bidada ikiwa ameweza kumtelekeza katika mvua. Ila jambo la kushangaza ni kwamba siku ya kesho yake mapema na alfajiri Mwamba akatembea mpaka kule kanisani. Kumbe ilikuwa ni siku ya Jumapili na yule mchungaji bana yuko kuendesha ibada. Akashangaa Mwamba ameingia na kuanza kusema kwamba ina maana jana ulifanya matukio au? Ikabidi waumini wote kuanza kushangaa. Huyu jamani kwa nini aheshimu ibada, amekuja topa na lopoka. Mchungaji akamvuta kando kidogo akamwambia wewe uone kwamba niko naibodisha huko watu. Anza kujieleza jamaa kwamba siku ya jana imetokea mimi nimejikuta nimeweza kumpiga kisi yule mdada. Yaani mimi sielewi kabisa nimeanzaje kupiga mpaka kisi. Mchungaji akashangaa sana. Unaanza kusababisha majanga sasa wewe. Akamwambia si tumekusababisha wewe ukamsababisha bidada aingie katika mapenzi. Haimaanishi kwamba akapendane na wewe. Hata katika miaka ya zamani mwe kutokea tukio kama hilo. Kuna mtu aliagizwaga aje kuja kusaidia binadamu. Yeye mbadala wa kuweza kumsaidia binadamu, yeye ndo akampenda huyo binadamu. Ilikuwa ni majanga makubwa sana unajua. Jamaa alipewa adhabu mbaya sana, alitawanyishwa na kuwa majivu siku ile ile. Lakini Mwamba Juu huu kumbe naye alikuwa katika mitaa jirani sana na hilo kanisa. Alipoweza kumuona Angel Dani anatokea katika kanisa, basi alikuwa anamsubiria sana. Lakini kwa upande wa pili nyumbani kwa bidada hali ni mbaya kweli kweli. Bidada amemsubiri Mwamba kutokea jana usiku mpaka asubuhi, hajanywa kitu chochote kile. Bidada jioni akasema kwamba nataka afukuzwe kazi sasa hivi huyo malaika Dani. Lakini wakati huo Mwamba ndo ameingia, bidada nimerudi. Jamaa akaomba sana msamaha na kusema kwamba anaahidi kuanzia leo atakupa jirani sana bidada na hataweza kumwacha peke yake, na kisha akasema kwamba unisamee kwa siku ya jana kuweza kuondoka, nipigiwa simu ya dharura, mama alikuwa anaumwa. Basi bana bwana dada kusikia kwamba mama yake alikuwa anaumwa Mwamba, ikabidi kusema kwamba basi kuanzia sasa hivi usije ukasababisha madhara siku nyingine tena, tukubaliane kwamba hautaweza kuondoka bila kuniaga. Basi wakawa wamekubaliana bana. Lakini pia bidada akamwalika huyu Mwamba Daniel kwamba waga anamsindikiza kwenye mazoezi kwa sababu sasa hivi anataka arudi katika jukwaa la kudance. Bidada akazidi kufanya mazoezi, lakini kila anapofanya mazoezi akajikuta anaanguka mara nyingi sana. Yaani uwezo wake umepungua kutokana na ile hali yake ya kutokuweza kuona. Lakini bado bidada hakukata tamaa, akaendelea kupambana tu kufanya mazoezi. Lakini pia siku ya kesho yake Mwamba Juu huu naye akaenda kumchukua bidada na kumpeleka katika maeneo fani vya fukwe za bahari. Kisha akamwambia kuwa huko kungefaa sana kwa yeye kuweza kufanyia mazoezi. Lakini bado malaika Dani akazidi kufuatilia mambo haya yote. Mwamba kila anapomtazama bidada anavyozunguka na kucheza hapa, akaanza kujihisi kwa mapigo yake ya moyo ni kama anaongezeka. Hii hali ilikuwa inamwashiria kwamba ameanza kumpenda huyu bidada. Lakini bidada akawa amemkumbatia Mwamba Juu huu, lakini Mwamba akaanza mpaka anatoka na machozi, akasema kwamba umecheza vizuri kuliko hata siku ambayo nimewahi kukuona unacheza. Leo ndo umecheza vizuri kuliko siku zote. Na Mwamba akapiga magoti na kisha akasema kwamba naomba uwe mpenzi wangu na kuomba sana. Lakini hata kabla bidada Jiani hajaweza kujibu jibu lolote lile, malaika Dani akajichoropoa kule katika kibanda umiza, akawa ameanguka mpaka chini. Ghafla tu bana tukio zima likawa limekatishwa. Mwamba amerudi nyumbani akaanza kujielezea, mimi nilikuja bichi pale kuja kuangalia usalama wako, sio kama nilikuwa na lengo baya la kufuatilia, nilikuwa na kulinda tu kama mlinzi wako kawaida siku zote vile, bado naomba unisamee. Basi bana bidada akamwambia haina shida. Hasa bana malaika Dani akagundua kwamba bidada anazidi kuwa jirani na huyu Mwamba Juu kwa sababu Juu anajua kuendesha gari. Kwa moja kwa moja naye ikabidi kutafuta kozi ya kwanza kusoma udereva, lakini kumbe alikuwa anamfundisha huyu udereva alikuwa ni yule kiongozi mkuu wa malaika. Mwamba akapigishwa mafunzo pale kinamna fulani hivi ambayo yalikuwa ni ya kisasa kweli kweli, na siku hiyo akaweza katiwa leseni ya udereva. Yaani umejifunza leo, kesho una leseni, kesho kutwa kumuendesha boss. Baada ya Mwamba kuchukua leseni ya mchongo, moja kwa moja akaelekea mpaka nyumbani akiwa na kale kagari kama mafunzo. Akajikuta tu ameweza kugongesha sehemu fulani hivi ya kingo katika hii nyumba. Bidada akawa ameshtuka nini ambacho kinaendelea huko nje, lakini pia Mwamba Juu aliweza kuona tukio hili kwamba Mwamba alikuwa anaendesha gari na amegongesha sehemu. Ikabidi Mwamba aweze kumfuata jamaa na kumwambia kuwa magari hatuendeshi hivyo bana. Akaanza kumuelekeza akiwa anamuelekezea mlangoni. Jamaa akashuka na kusema kwamba sio kwamba sijui kuendesha, nimegongesha makusudi tu ili niweze kushtua. Yaani ili nishinde gari mimi kuendesha kigari tu, mimi naendesha hata dakika mbili nyingi. Nimegongesha hapo makusudi tu, lengo ni kushtue kidogo na nyinyi niwachangamshe hapa ndani. Lakini mimi kuendesha gari najua vizuri kabisa. Lakini ile time bidada ametoka tu nje na kusema kwamba haya Dani, umesema unajua kuendesha gari, naomba niendeshe kuelekea kazini. Jamaa akasema kwamba lakini kwa leo siko vizuri, naomba aendeshe Juu kwanza.
Basi bana, Mwamba Juhu akachukua kile kibarua cha kumuendesha bidada na moja kwa moja kama amemsindikiza bidada mpaka ofisini. Na siku ya leo bidada alikuwa anakutana na wawekezaji fulani hivi wakubwa kweli. Akiwa ameambatana na Juhu, wakati amekutana na huyu mwekezaji akaanza kumshikashika bidada mkono wake. Je, unadhani Mwamba Juhu atakubali tukio hili na nini ambacho kitakwenda kujili mara baada ya hapa? Tukutane katika episodi ya 5 ya recap yetu nzuri. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema kabisa ili kuwa familia yetu daima.